Mheshimiwa Rais, vilevile katika kazi ya uzuiaji rushwa, TAKUKURU imefanya yafuatayo: A, uchambuzi kuhusu utekelezaji wa sheria na miongozo ya utoaji huduma katika sekta ya ardhi ili kubaini mianya ya rushwa. Uchambuzi huu ulilenga kutathmini huduma za upangaji, upimaji, umilikishaji, uthamini, utoaji wa vibali vya ujenzi na utatuzi wa migogoro ya ardhi. Uchambuzi ulifanyika kwa kuangalia uzingatiaji wa mkataba wa huduma kwa mteja ambao ni mwongozo muhimu wa utendaji kazi wa sekta hii. Mkataba huo unatoa ahadi ya muda unaotakiwa kutumika katika utoaji wa huduma za sekta hii. TAKUKURU ilitumia nyenzo ya mkataba wa huduma kwa mteja kwa kuwa ucheleweshaji wa huduma unaweza kuwa ni moja ya kichocheo cha vitendo vya rushwa. Uchambuzi ulionyesha kuwa uzingatiaji wa mkataba wa huduma kwa mteja wa Wizara ya Ardhi kwa mwaka 2020 uko chini ya 50%. Hii ni katika utoaji wa huduma za ubadilishaji wa matumizi ya ardhi; 2, kuomba na kupewa kiwanja; 3, utoaji wa hati miliki za ardhi; 4, uhamishaji wa miliki ya ardhi; na 5, upitishaji wa vibali vya ujenzi wa nyumba za kawaida. Mheshimiwa Rais, uchambuzi huu ulibaini kuwa changamoto zinazokwamisha utolewaji wa huduma katika sekta ya ardhi kama ilivyoelekezwa katika mkataba wa huduma kwa mteja ni hizi zifuatazo: 1, upungufu wa rasilimali watu, yani wataalamu, fedha na vitendea kazi katika utoaji wa huduma mbalimbali za ardhi; 2, mifumo ya tehama katika utoaji wa huduma za ardhi kutosomana; 3, kutoa namba ya malipo ya umilikishaji ardhi kwa zaidi ya mtu mmoja; 4, kupokea malipo ya umilikishaji wa kiwanja kwa zaidi ya mtu mmoja; 5, uelewa mdogo wa wananchi kuhusu taratibu za umilikishwaji wa ardhi; na 6, usimamizi hafifu wa watendaji wa ardhi kwenye halmashauri baada ya kuhamishiwa Wizara ya Ardhi, huku wakiwa bado wanafanya kazi chini ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Na pia muda wa kusikiliza mashauri ya msingi kutofautiana kati ya mkataba wa huduma kwa mteja ambao ni miezi 12 na sheria ya mahakama ya utatuzi wa migogoro ya ardhi sura ya 216 ambao ni miezi 24. Mheshimiwa Rais, changamoto hizi zinatoa mwanya wa vitendo vya rushwa kwa baadhi ya watumishi wa sekta hii wasiokuwa waadilifu na ni chanzo cha migogoro ya ardhi katika jamii. Mheshimiwa Rais, kutokana na matokeo haya, TAKUKURU ilipendekeza yafuatayo: Wizara ya Ardhi na Ofisi ya Rais TAMISEMI kuwezesha upatikanaji wa rasilimali watu kwa maana ya wataalamu wa ardhi, fedha pamoja na vifaa vinavyohitajika katika utoaji wa huduma katika sekta ya ardhi; 2, kuongeza kasi ya maboresho ya mifumo ya tehama katika utoaji wa huduma za ardhi ili kupunguza urasimu; na 3, Wizara ya Ardhi iandae mpango wa kuelimisha jamii kuhusiana na utaratibu sahihi wa umilikishaji ardhi, isimamie uadilifu wa watendaji wa sekta ya ardhi, iimarishe usimamizi wa watendaji wanaotekeleza majukumu yao katika ngazi ya halmashauri, na ifanye maboresho ya mkataba wa huduma kwa mteja kuhusu muda wa kusikiliza mashauri ya msingi.